Jioni njema na karibu wasikilizaji wa Gakondo TV mahali pote mlipo duniani, natumai buheri wa afya. Niwakaribishe kwenye habari zetu za hivi sasa jioni ya leo tarehe 18 mwezi wa pili mwaka 2026 kwenye studio za Gakondo Hosbon Dagiro, ikiashiriana na mwenzangu Ngirabakunzi kwa peperushia habari zetu hivi tukielekea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Muhtasari wa habari: hali ya usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo bado inazua wasiwasi. Wakaaji wa Minembwe na maeneo jirani wanalalamikia milipuko ya mabomu inayohatarisha maisha ya raia, huku mashirika ya kiraia yakikata kuzingatiwa kwa sheria za kimataifa za kibinadamu. Mwezi mmoja umepita tangu wapiganaji wa M23 kwa ushirikiano na Twirwaneho kujiondoa katika mji wa Uvira, hatua iliyoruhusu jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na wasaidizi wao wakiwemo jeshi la Burundi kurejea bila mapigano yoyote. Umoja wa Ulaya umetangaza kutoa msaada wa kibinadamu wa euro milioni 81 kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kusaidia wananchi waliokumbwa na athari za mapigano mashariki mwa nchi hiyo. Habari kamili. Wakati macho yote yakielekezwa kwenye utekelezaji wa wito wa kusitishwa kwa mapigano, wito uliotolewa na Rais wa Angola Joao Lourenço kwa lengo la kupunguza mvutano mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa Mulenge, Kivu Kusini. Hata hivyo, taarifa kutoka eneo la milima ya Fizi katika jimbo la Kivu Kusini zinaonyesha kuwa mapigano yameendelea kurindima katika siku za hivi karibuni, na hata leo hii mapigano makali yaliyokutanisha serikali ya Kinshasa na wapiganaji wa AFC M23 Twirwaneho, hali inayozua maswali kuhusu uhalisia wa agizo hilo la kusimamisha uhasama. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani, maeneo ya Mtunda, Witsankuku na Pwenzero Mukoko yametajwa kushuhudia hali ya mapigano makali yanayokutanisha Twirwaneho na M23 dhidi ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FDLR pamoja na jeshi la Burundi kupigania haki ya raia. M23 na Twirwaneho, huku wakazi wakiripoti kusikia milio ya silaha nzito na mabomu, huku ndege za kivita zisizo na rubani zikiendelea kutumiwa sehemu za mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, nyanda za Mulenge. Hatua hiyo imeibua mjadala mkali miongoni mwa wachambuzi wa masuala ya usalama, baadhi wakieleza kuwa kutowepo kwa utekelezaji wa pamoja pande zote kunahatarisha juhudi za kurejesha utulivu katika ukanda huo. Jambo la kusitisha mapigano hilo lililopendekezwa lilitarajiwa kutoa nafasi kwa mazungumzo ya kisiasa na kuruhusu misaada ya kibinadamu kuwafikia wananchi waliokwama katikati ya mapigano sehemu hizo, huku serikali ya Kinshasa ikiendelea kuongeza nguvu na kufanya mashambulizi makali. Hata hivyo, wananchi wa maeneo yaliyoathirika wanaendelea kuishi katika hofu, wakisubiri kuona kama kweli kimya cha bunduki kitaonekana au kama mapigano yataendelea kama kawaida baada ya kutangaza kukomesha mapigano. Wakati juhudi za kidiplomasia zikiendelea katika ngazi ya kikanda, hali halisi uwanjani inaendelea kuwa kipimo cha mafanikio ya makubaliano hayo. Swali linalobaki kwa sasa ni moja: je, wito wa kusitisha mapigano utaheshimiwa au milio ya risasi itaendelea kusikika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo? Ngirabakunzi anatuarifu zaidi. Wakati wa matarajio yalikuwa makubwa kuwa bunduki zingenyamaza kufuatia wito wa kusitishwa kwa mapigano uliotolewa na Rais wa Angola Joao Lourenço, lakini uhalisia kwa uwanja wa vita, pambano yanaonekana kuwa tofauti. Katika milima ya Fizi jimboni Kivu Kusini, milio ya silaha imeendelea kusikika katika siku za karibuni na hata hii leo. Maeneo ya Mutunda, Witsankuku, Pwenzero
yanatajwa kuwa miongoni mwa yaliyoendelea kushuhudia hali taharuki, huku vikosi vya serikali ya Kinshasa na wasaidizi wake ikiwemo jeshi la Burundi wakiendeleza mashambulizi yao dhidi ya Wanyamulenge. Wananchi wanasema badala ya ukimya wa bunduki wanashuhudia hofu inayoongezeka kila uchao. Matumizi ya ndege zisizo na rubani yameendelea kubadilisha sura ya vita katika maeneo mbalimbali duniani, kuanzia vita vya Ukraine, mapigano ya Sudani hadi ukanda wa Sahel. Teknolojia hii imekuwa kipimo kipya cha nguvu za kijeshi na ushawishi wa mataifa. Sasa upepo huo wa teknolojia ya kivita umefika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, jeshi la serikali ya nchi ya Kongo na wasaidizi wake wakiendelea kutia nguvu kununua ndege za kivita za aina zote. Jeshi la serikali ya Jamhuri ya Kongo linasemekana kupata mafanikio makubwa katika kudhibiti anga ya eneo hilo baada ya kununua ndege zisizo na rubani za kisiasa kutoka nchi ya Uchina na Uturuki. Ndege hizo maarufu kama drone zina uwezo wa kuruka mbali masafa marefu, kukaa angani kwa muda mrefu, pamoja na kufanya uchunguzi na mashambulizi kwa usahihi mkubwa. Hatua hiyo inaelezwa kuwa sehemu ya mkakati mpya wa kijeshi wa kuimarisha ulinzi wa anga na kuongeza uwezo wa operesheni dhidi ya M23 Twirwaneho, huku wakilenga raia wasio na hatia katika majimbo ya Kivu Kusini na Kivu Kaskazini. Kwa mara ya kwanza katika historia ya mapigano, eneo hilo anga imeanza kuwa uwanja muhimu wa mapambano, ambapo taarifa za kijasusi, ufuatiliaji wa adui na mashambulizi ya kulenga shabaha maalumu vinafanyika kwa kutumia teknolojia ya kisasa, huku serikali ya Kongo ikiwa imejiandaa kwa kununua ndege hizo za kivita. Wachambuzi wa masuala ya kisiasa na usalama wanasema matumizi ya ndege hizo yanaweza kubadilisha mwelekeo wa mapigano, hasa katika maeneo yenye milima na misitu mikubwa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kivu Kusini na Kivu Kaskazini inafanya kinyume na sheria, ambako operesheni za ndege zikitekelezwa na serikali ya Kinshasa na serikali ya Burundi wakiendelea kuwaua raia sehemu hizo. Hizi ni changamoto ambazo raia wanaendelea kuripoti na kupitia Kivu Kusini na Kaskazini. Hata hivyo, pamoja na mafanikio hayo ya kijeshi, mashirika ya kiraia yanaendelea kuonya na kulaani seminali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na wapambe wao kuwa operesheni hizo zinafanyika kwa kutozingatia sheria za kimataifa za kibinadamu. Kwa sasa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaingia katika hatua mpya ya mapigano, hatua ambayo teknolojia ya anga inachukua nafasi kubwa kuliko ilivyokuwa hapo awali kushuhudiwa na wananchi. Usiku mchana, ndege za kivita zinatawala anga ya Minembwe na sehemu zingine Kivu Kusini na Kivu Kaskazini, huku wakiendelea kurusha mabomu yakiachiliwa kiholela kwenye miji ya raia na kuhatarisha maisha ya wakazi wa maeneo hayo. Ngirabakunzi anatuarifu. Matumizi ya ndege zisizo na rubani yamekuwa alama ya vita vya kisasa. Leo teknolojia hiyo inaandika ukurasa mpya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ndege hizo zina uwezo wa kuruka kwa umbali mrefu, kukaa angani kwa muda mrefu, kukusanya taarifa za kijasusi kwa wakati halisi, kulenga shabaha kwa usahihi mkubwa. Hatua inayotajwa kuwa sehemu ya mkakati mpya wa kijeshi katika mapambano dhidi ya AFC M23 na MRDP Twirwaneho katika maeneo yenye milima na misitu minene ya Kivu Kaskazini na Kivu Kusini, ambako operesheni za ardhini zimekuwa ngumu kwa miaka mingi. Kwa upande wa Kongo ikisaidiwa na Burundi na makundi wanaosaidiana, anga sasa linakuwa uwanja muhimu wa mapambano, huku raia wakiuliwa kila kukicha. Mwezi mmoja umepita tangu wapiganaji wa M23 Twirwaneho huku wakiendelea kushirikiana kupigana na serikali ya Kinshasa baada ya kutotimiza haki za kulinda raia wao kujiondoa katika mji wa Uvira, hatua iliyoruhusu jeshi la serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kurejea na kudhibiti eneo hilo bila mapigano yoyote.
Hata hivyo, badala ya kurejea kwa utulivu kama ilivyotarajiwa, hali ya usalama imeendelea kuzorota, huku wakazi wa mji huo wakieleza hofu na kulalamikia vitendo vya ukatili vinavyodaiwa kufanywa na baadhi ya wanajeshi wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, serikali ya Burundi, FDLR na Mai Mai Wazalendo. Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa raia wa vyanzo vya ndani, matukio ya uporaji, utesaji pamoja na unyanyasaji dhidi ya wananchi yameripotiwa kuongezeka katika baadhi ya mitaa ya Uvira, wengi kufunga biashara zao mapema na wengine kutafuta hifadhi katika maeneo jirani kama nchini Burundi, Bujumbura. Wakati huo huo, baadhi ya viongozi wa kijamii na kisiasa wameripotiwa kukimbilia nchini Burundi kwa hofu ya usalama wao, huku shughuli nyingi za kiutawala zikionekana kuyumba. Hali hiyo imeathiri pia mzunguko wa watu na bidhaa katika mpaka wa Kongo na Burundi ambao unaendelea kufungwa mara kwa mara, jambo linalozorotesha biashara ndogo ndogo na kuacha wananchi katika hali ngumu zaidi ya maisha. Wakazi wa Uvira sasa wanaomba serikali kuhakikisha ulinzi wa raia na kurejesha nidhamu ndani ya vikosi vya usalama, wakisisitiza kuwa kurejea kwa jeshi pekee hakutoshi bila kurejeshwa kwa amani na imani ya wananchi. Mpaka sasa mamlaka za serikali hazijatoa tamko rasmi kuhusu tuhuma hizo za raia, lakini wachambuzi wa masuala ya usalama wanasema kuwa kurejesha utulivu katika eneo hilo. Kunahitaji sio tu uwepo wa kijeshi, bali pia ulinzi wa haki za kibinadamu na kurejesha huduma za msingi kwa wananchi. Taarifa kutoka vyanzo vya ndani zinaeleza kuwa gavana wa jimbo la Kivu Kusini, Jean-Jacques Purusi, ni miongoni mwa viongozi ambao kwa sasa hawakai ndani ya mji wa Uvira, wakilazimika kulala nje ya eneo hilo na kuelekea Bujumbura, hilo kwa hofu ya usalama wake, jambo linaloonyesha changamoto zinazoendelea katika kurejesha utulivu wa kudumu mjini humo. Wakati huo huo, sehemu ya wananchi kuhusiana kutokana na jamii ya Banyamulenge wameripotiwa kukimbia makazi yao wakihofia usalama wao kufuatia kujiondoa kwa M23 Twirwaneho. Waliondoka pamoja na wapiganaji hao kuelekea Kamanyola, ambapo ni eneo ambalo kwa sasa linatajwa kuwa chini ya udhibiti wa M23 na Twirwaneho. Kwa mujibu wa mashuhuda, familia ziliacha nyumba zao kwa haraka, huku miundombinu ya kijamii ikiharibiwa. Nyumba, makanisa na shule zimeripotiwa kubomolewa, hali inayozidi kuongeza wasiwasi juu ya mustakabali wa maelfu ya wananchi waliokimbia makazi hao na kufuata M23 Twirwaneho, kwa kuwa huko ndiko wanapata amani ya kutosha. Wakazi waliozungumza na kituo chetu cha habari wanasema wanahitaji zaidi ya uwepo wa vikosi vya usalama. Wanahitaji uhakika wa ulinzi wa maisha yao, mali zao, kurejeshwa kwa huduma muhimu kama elimu, ibada na shughuli za kiuchumi. Hadi sasa mamlaka za serikali hazijatoa tamko rasmi kuhusu madai ya kulengwa kwa raia hao wala kuhusu uharibifu wa miundombinu ya kijamii, lakini mashirika ya kiraia yanaendelea kutoa wito na kufanyika kwa uchunguzi huru na kuchukuliwa hatua za haraka kurejesha hali ya kawaida. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanasema kuwa kurejea kwa amani katika mji wa Uvira kutegemea juhudi za kujenga upya imani katika wananchi na vyombo vya dola, pamoja na kuhakikisha ulinzi sawa kwa jamii zote bila kufanya ubaguzi wote. Kwa sasa maelfu ya wakazi waliokimbia makazi yao wanaendelea kuishi katika mazingira magumu, wakisubiri siku ambayo watarejea nyumbani kwa usalama. Ngirabakunzi anatuarifu zaidi. Amani haiji kwa miguu ya askari pekee, huja kwa mioyo ya watu, lakini mjini Uvira moyo wa mwananchi bado umejaa hofu. Mwezi mmoja baada ya M23 na Twirwaneho kujiondoa, jeshi la serikali lilirejea bila hata risasi kupigwa, hatua iliyotarajiwa kuwa mwanzo wa utulivu. Lakini
Leo hali ni tofauti. Gavana wa Kivu Kusini anayepaswa kuwa nguzo ya utawala anaripotiwa kulala nje ya mji anaouongoza. Kiongozi akikimbia kivuli chake, wananchi watakimbilia wapi? Kwa sauti za chini mitaani, kwa baadhi ya familia za Wanyamulenge, kujiondoa kwa M23 kulimaanisha mwanzo wa safari ya hofu. Wakaondoka haraka, wakaukimbia mji wa Uvira kwa kuhofia usalama wao. Hata hivyo, nyumba zao zilibomolewa na wazalendo pamoja na baadhi ya wanajeshi wa taifa FARDC. Nyumba hujengwa kwa matofali, lakini makazi hujengwa kwa usalama, na usalama huo haupo tena. Wengi wao wakimbilia Kamanyola wakitafuta kilicho muhimu zaidi ambacho ni uhai. Umoja wa Ulaya umetangaza kutoa msaada wa kibinadamu wa zaidi ya euro milioni 81 kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ili kuwasaidia wananchi waliokumbwa na athari za mapigano yanayoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa tume ya Umoja wa Ulaya, sehemu kubwa ya fedha hizo, takriban euro milioni 68, zitatumika moja kwa moja ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hususan katika majimbo yaliyoathiriwa na vita ambako mahitaji ya kibinadamu yanaendelea kuongezeka kila siku. Msaada huo unalenga kugharamia chakula, huduma za afya za dharura, lishe kwa watoto, maji safi, usafi wa mazingira pamoja na makazi ya muda kwa maelfu ya watu waliokimbia makazi yao. Fedha zingine zitatumika kusaidia kwa wakimbizi wa Kongo waliokimbilia nchi jirani katika ukanda wa maziwa makuu pamoja na kuimarisha maandalizi ya kukabiliana na majanga mapya ya kibinadamu. Taarifa hiyo inakuja wakati hali ya kibinadamu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ikiendelea kuwa mbaya zaidi. Takriban watu milioni 21 wanahitaji msaada wa haraka, huku karibu milioni 28 wakikabiliwa na ukosefu mkubwa wa chakula kutokana na vita mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Kivu Kusini na Kivu Kaskazini, huku majanga ya magonjwa yakiendelea kuwakumba. Kamishna wa Umoja wa Ulaya anayehusika na usimamizi wa migogoro ya misaada ya kibinadamu, Haja Lahbib, anatarajiwa kutembelea nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku akielekea kwenye maeneo tofauti pamoja na nchi jirani ili kutathmini mahitaji halisi na kusitiza muhimu wa kuruhusu misaada kuwafikia raia walioko katika maeneo ya mapigano. Umoja wa Ulaya umesitiza kuwa msaada huo utalenga kuokoa maisha ya watu walio hatarini zaidi, wakati wito ukiendelea kutolewa kwa pande zote zinazohusika katika mapigano kuhakikisha upatikanaji salama wa misaada ya kibinadamu mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ngirabakunzi anatuarifu zaidi. Hii ni mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ardhi yenye utajiri mkubwa, lakini pia historia ndefu ya migogoro ya silaha. Maelfu ya familia walazimika kuyahama makazi yao wakikimbia mapigano yasiyokuwa na mwisho. Leo tumaini jipya linawadhia. Umoja wa Ulaya umetangaza misaada ya kibinadamu wa zaidi ya euro milioni 81 zitakazosaidia kwa kutoa chakula waliokosa mahitaji ya msingi. Naam, hizi ndizo habari ambazo tulikuwa tumewaandalia jioni hii ya leo tarehe 18 mwezi wa pili mwaka 2026. Kwenye microphone za Gakondo TV mlikuwa nami Hosbon Dagiro na mwenzangu Ngirabakunzi, nikikukumbusha kama hujabonyeza alama ya subscribe, waweza kubonyeza alama hiyo ili iwe rahisi kwako kuona habari ambazo tunazidi kukuandalia kila siku na tukiendelea kuandalia mengi.